imekaa sawa sasa hivi na itarudi vizuri kabisa. Okay. Allahu Akbar. Bismillah. So tunaweza kuanza, maana tunaanza. Ni Jumatatu ya tarehe 12. Kweli si tuendage na tarehe kusema hii ndio tarehe moja hapa tumeanza mwezi. So kwa sababu unakuta tulianza hata tarehe 7 katikati. Okay. Kwa tuchukulie sasa ndo tumeanza baada ya mtihani. Hapa tumeanza mwezi. Tujitahidi inshallah kwa wale ambao hawajakamilisha ada basi wiki hii iwe ya mwisho. Maana mimi sihusiki huko. Mimi nakukumbusha, ila kuna msimamizi wa magroup, kuna accountants. So wao wakiangalia ndo hakuna jina lako la kwamba umelipia, means wao watakutoa kwenye course. Na ni jambo ambalo sitegemei kwa sasa hivi tulipofika hapa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Leo nataka tufanye marudio ya mtihani, baadhi ya maswali japo kwa ufupi kabla hatujaendelea, sababu tumefanya mtihani, masahihisho hatujafanya. Alhamdulillah, mtihani ulikuwa mwepesi sana. Yaani umejibiwa, hakuna aliyefeli. Hatuwezi kuhukumiana kwenye mtihani wa kwanza, lakini hakuna aliyefeli huu mtihani. So hilo ni jambo ambalo limenipa moyo sana 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 kuona kumbe sahau. Ustadh, Naam. kuna swali kidogo. Okay, naam. Katika mtihani maswali ilikuwa ni 5 na alikuwa tumeambiwa ni maswali ni 10. Sasa hizo 5 itakuwa ni next month tukimaliza mwezi, ama ilikuwa ni 10 tu? Sidhani kama maswali yalikuwa ni 5. Okay, labda ngoja nionyeshe maswali hapa na share pamoja. Tashare pamoja mtihani hapa, alafu tutauona maswali gani ambayo wengine hawajafanya. Namba nimeshare. Okay, naomba niweke namba hapa ya kulipia ada ili kama kuna mtu anaweza kukamilisha basi aikamilishe hata sasa hivi. 0753954708. So nimeshare tena hii kwa yule ambaye anasema tuliomba namba. So nimeshare tena hapa. Kwa kama utaweza kukamilisha hakuna shaka na utaona. Maswali yalikuwa 10, maswali hayakuwa 5. Maswali yalikuwa 10. Na yote alhamdulillah na imani tumefanya. Iwe umefanya kwa link, ulishindwa kufanya kwenye link kwa sababu email yako imefanya tatizo, it means nimetuma kwenye group la walimu na alhamdulillah nimeona watu wametuma katika inbox yangu na nimesahihisha. So tuupitie leo kabla hatujaendelea mbele, itakuwa vizuri zaidi. Afwan, mtihani wa tajwid ndio mtihani wetu ambao tunaugusia hapa, wala sio mtihani wa awali. Huu ni mtihani wa tajwid. Mimi nilifanya maswali 5. Okay, ngoja ni share hapa alafu utanifahamu. Hizo nyingine sikuziona. Pole sana. Na sidhani kama haujaona. Ulipata marks ngapi brother Abdul? Nilipata 40% kwa hizo 5. Yeah, paka umepata 40%, it means umepata maswali 8, 2 ndio ukakosa. Subhanallah. Kwa maana kila swali moja lilikuwa la maxi, swali moja lilikuwa la maxi 5. Sasa umepata 40, ina maana kama umefanya maswali 5 ina maana ulikuwa umepata 25. Au kama umekosa 2 ina maana ulikuwa umepata 10, tuseme 15 sasa. Lakini kama umepata 40, hapo umefanya yote, umechanganya kitu kimoja. Okay. Huu mtihani tulivyosema, huu mtihani naomba nieleweshe. Huenda watu wengi tumeruka hii sehemu ya mwanzo katika maelezo, na hii ndio ilikuwa sehemu ya muhimu kukuongoza katika mtihani. Karibu katika mtihani wa mwisho wa mwezi. Mtihani huu umebeba jumla ya maksi 50. Hii ilikuwa ndo ya kukuongoza katika
umebeba jumla ya maksi 50. Maswali yako 10 na kwa kila swali maksi 5. Okay? Sasa maksi 5 kwa kila swali zitakamilika maksi 100 pale ambapo utakuja kufanya mtihani wa muhula unaofuata. Kwa huu mtihani ulikuwa na maksi 50 pekee. Ikiwa una changamoto yoyote usisite kuwasiliana nasi. Na kutakia kile. Okay, alhamdulillah. Tukasema kabisa tafadhali usitoke katika mtihani mpaka uwe umekamilisha. Hii mtihani ulikuwa ukijirestore. It means wewe umejisahau, umejaza swali moja and then umetoka, umeacha simu, umeenda kupika, umeenda, ukirudi mtihani ulikuwa unakuta umejifunga. Kwa sababu simu ikijirestart tu kama vile tunavyoona, ukiingia Insta utoke alafu uingie tena ukute picha iliyokuwa juu sio yenyewe, sasa hivi ni nyingine. Okay, inshallah sisi tunafanya masahihisho leo. Kama kuna mtu alishindwa kufanya basi ahlan wa sahlan, hiyo atafanya katika muda wake, lakini sisi tunakuwa tayari tumeshapita hapo. Pole sana. Tulisema mwisho ni Jumapili nadhani. Okay, hamna shaka. So mtihani ulikuwa na maksi 50. Sehemu ya kwanza kuandika jina, subhanallah. Hii sehemu hata usipo, muhimu zaidi uandike jina lako kabisa hapa. Jina lako ambalo umeniambia, sababu hii mtihani pia inakuja na email yako, mimi inanionyesha wewe ni nani. Kwa mimi nakufahamu hata kwa email yako. Sasa mtu ukidanganya jina hapa na email yako pia inasoma jina tofauti, alafu umepata vizuri, kwa hapo tena falatalumanna, tusilaumiane. Swali la kwanza actually tulianza. Ustazi, nimechelewa ama ndo mnaanza? Nimechelewa kuingia. Ndo tunaanza na tunafanya masahihisho katika kozi katika mtihani wetu. Okay. Ni ipi alama ya hamzatul wasl? Okay, ni ipi alama ya hamzatul wasl? Masahihisho sahihi yako pale pale, lakini sasa kuna mtu ananiambia mwalimu, nimekoseshwa. Kwa nini inakuwa hivi na sio hivi? Kwa hapo ndo ilikuwa challenge kuelewesha mmoja mmoja. Yaani kila mtu anataka mimi, yani hata kama ni kompyuta wewe unasahihishwa na Google lakini unaikosoa na Google. Ni ipi alama ya hamzatul wasl? Alama ya hamzatul wasl tena ni majibu ya kuchagua, inaishia na sukun au haina irabu au inaitwa kwa jina lingine lam taarif. Ni ipi alama ya hamzatul wasl? Na hili jibu lake ni kwamba haina irabu yoyote. Jibu lake ilikuwa ni B hapa. Haina irabu yoyote. Na kama uliweka hapo ina maana ulikuwa umepata na ulichukua maksi zangu 5. Swali la kwanza. Hii ni Google hapa kuzoom. Okay, nimezoom. So ilikuwa alama ya hamzatul wasl ni haina irabu yoyote. Na that's why haina irabu, ina kialama tu juu pale. Fahamu hii ni hamzatul wasl. Haina irabu yoyote. Okay. And then swali la pili tukasema ni vipi unasimama katika neno hili mwisho wa aya. Lilikuwa ni neno ambalo lina qalqala mwisho. Utasimama kwa sukun pamoja na kugonga, utasimama kwa kasra, utasimama na sakin mwisho wake. Vipi unasimama katika neno al-falaq? Al-falaq, ili unagonga. So jibu lake lilikuwa ni A. Kuna mtu mtihani wake alijibu A, B. Yaani kila anapoingia jibu la kwanza A, pili B, tatu C. Na wewe nikajua kabisa hata hizi maksi 10 alizozipata kabahatisha. Yaani swali la kwanza kajibu tiki sehemu ya kwanza, ya pili kapishana nayo, kaenda B, ya tatu kaenda C, ya nne karudi tena A, B, C, A, mpaka kamaliza mtihani. Subhanallah. Najua tu maksi 10 hapa sijui nimpe 0 huyu, lakini okay, kajitahidi. Wenda hayo aliyopata alijifikiria. Allah anafahamu nia yake. Shukran bwana. Sisi sio milima. Tutakutana maksi zingine, hata ukikisia hivi itakutokea puani. Vipi unasimama katika neno lililoishia na
aya al-falaq, utasimama kwa sukun. So kama uliweka sukun, actually hilo ulipata, na ni swali la pili hili. And then lam ta'rif ni alama ya nini? Lam at-ta'rif ni alama ya nini? Hii tulisoma, na kama ukifungua kitabu cha awali, darsa ya lam ta'rif ipo juu ya kichwa cha habari pale. Lam ta'rif ni alama ya nini? Inshallah taruhusiana kuzungumza mwisho. Sasa hivi tusi unmute mic ili mpate kunisikia. Lam ta'rif ni neno linalotakiwa kugongwa mwisho, ya kwanza alama ya jina, ya pili alama ya neno lisilofahamika. Lam ta'rif ni nini? Lam at-ta'rif ni alama ya jina. Kama utakumbuka tulisoma hamzatul wasl, muda gani nasomwa kwa fatha, tukasema kunapokuwa herufi ya pili ni lam. Ile lam inamaanisha jina linalofahamika. Tanwin inamaanisha jina lisilofahamika. Ukikuta lam tu pale, jua hilo jina na kinachozungumziwa ni ma'ruf. Hapa jibu lake lilikuwa ni B. Kwa yule alikuwa anafanya hivi alipishana nalo hapa. Jibu lake ni B. It means alama ya jina. And then tukaja swali lingine. Hilo la juu ni swali la 3. Swali la 4. Utasoma hamzatul wasli kwa haraka gani katika neno hili? Hili neno hapa limeanza mwanzo na hamzatul wasl. Je, hili neno utalisoma Ustadh kidogo? Naam. Kwenye hiyo swali la pili, jibu umeweka jibu gani? Lam ta'rif ni alama ya nini hapa? Hiyo swali nyingine ninayopata La juu yake utasimama na irabu gani? Utasimama na nini katika neno hili? Hapa ilikuwa sijaelezea. Utasimama kwa sukun pamoja na kugonga. Afwan. Ili jibu lake ilikuwa ni utasimama na sukun. Kama nadhani tulisoma namna ya kusimama mwisho wa aya. Tukasema qalqala, usimamaji wake stop with sukun cha kwanza, alafu weka qalqala. Qalqala na tafsiri qalqala ni kugonga. Kwa hilo ni qul a'udhu bi rabbil falaq, tunagonga mwishoni. Okay, shukran. La pili, la 3 and then la 4. So hili hamzatul wasli kwa haraka gani itasomwa kwa haraka gani katika neno hili? Je, itakuwa ni amra'atun kwa fatha au kwa kasra, imra'atun au kwa dhamma, hili ni amru'un au imru'un au umru'un. Itakuwa ni fatha, kasra au dhamma? Na jibu la hili lilikuwa ni tunasoma kwa kasra. Jibu lake lilikuwa tunasoma kwa kasra. Nimeliweka hili swali kwa sababu ndo linalochanganya. Tusisahau usomaji ilikuwa ukiona herufi ya 3 ina dhamma, soma kwa dhamma. Herufi ya 3 ikiwa na kasra au fatha, soma kwa kasra. Herufi ya pili ikiwa ni lam, soma kwa fatha. Tukasema lakini majina yote yanasomwa kwa kasra. Majina yanasomwa kwa kasra, na moja ya alama ya majina, alama ya jina ni tanwin. Hili tulielezana. Ikiwa tu umeona tanwin, kuwa makini. Usiangalie hata herufi ya 3 ina nini. Ukiona tu tanwin, hili neno mwisho limeishia na dhamma 10, inakuwa ni jina. Tanwin ni alama ya jina. Allahu akbar. Waliopata Allahu akbar. Imruun. Kwa majina yote yanasomwa kwa kasra. Sio kasema umruun kwa sababu herufi ya 3 ni dhamma. Lakini mwisho kuna tanwin, hauwezi ukasema tena umruun. Hii kanuni tumeisoma majuzi na tumerejea, na swali ambalo la mtego tu lililokuwepo, wachache ambao walilipata, na mashaallah ongereni sana. Ustazi, hapo ungerudia tena, maana mimi hii topic ilinichanganya kweli kabla hata ya mtihani. Okay, kumbe ilikuchanganya kuanzia mwanzo. Niliuliza hata kwenye grupu swali. Okay, inshallah. So basi tutakuja kuifundisha tena. Maana hii ni darasa ya hamzatul wasl. Sijajua nikirejea kipande gani, lakini kama ni somo zima la hamzatul wasl. So somo zima, yani pale kwenye kukremisha pale, maana nimesha tu ni krem. Ikiwa ukitaka kusoma
ikiwa na lam taarifu unasoma kwa fatha. Sahihi. Ikiwa na fatha au kasra, it means unasoma kwa kasra. Yes. Na herufi ya tatu ikiwa na dhamma unasoma kwa dhamma. Yes. Hapo ni sawa? Sahihi. Hapo ni sawa, lakini kwa nini neno hili hatulisomi kwa dhamma? Umruun. Hatusomi kwa dhamma kwa sababu hili ni jina. Tulisema kuna Kiarabu, kama Kiarabu kina vitu vitatu. Kiarabu kuna jina, vitendo na herufi. Kiarabu chote unachokiona kinazungumzwa ni vitu vitatu: jina, kitendo, herufi. Hizo kanuni ulizozitaja ni kanuni katika vitendo, lakini jina kanuni yake ni moja tu, utasoma kwa kasra. Na tukasema alama ya jina ni tanwin. Ukiona tu tanwin mwisho, hilo neno lenye hamzatul wasl lina tanwin mwisho, weka kasra, usiangalie hata herufi ya tatu. Kwa umemeza vizuri, lakini na hii pia uiongeze katika maarifa yako. It means hii haiwi tena umruun, hili ni jina, sio tena kitendo. Hili ni jina. Kwa hapa tutasema imruun, majina yote. Alama ya jina ni tanwin. Period. Hapo nilikuwa sijameza ustaz. Okay, mashallah. So kutokana na yeye na imani pia tutakuwa tumejifunza kitu. Ustazi. Shukran. Naam. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hapo utajuaje kama ni jina? Utajua ni jina kwa sababu kuna tanwin mwisho. Alama ya jina ndio tulitaja, tanwin mwisho. Usipoona tanwin, tumia kanuni ile ya kitendo. Fatha, kasra, Dhamma. fatha, kasra, kasra. Dhamma, dhamma. Yeah, okay. Lakini ukiona tu tanwin, basi simama. Weka kasra. Yeah, utaweka kasra. Okay. Hili ni swali la 5, sijui, subhanallah. Haya, kisha tukaenda swali lingine, nisahau kuandika namba za maswali. Ni nini tajwid? Tajwid ni nini? Hili swali tulizana hata kwenye group. Ulipo thawabu 10 kwa kila herufi ndio tajwid. Tajwid ni kusoma Qur'an kwa sauti nzuri. Je, tajwid ni kuipa kila herufi haki yake? Actually hivyo ni vipengele vya tajwid. Tajwid ni kuipa kila herufi haki yake. Hili la mwisho lilikuwa ni nini tajwid? Ni kuipa kila herufi haki yake. Alhamdulillah, lilikuwa swali jepesi. Neno hili lina aina gani ya lam ta'rif? Wal qamari idha talaha, wal qamari idha talaha. Tunasema kuna qamariya, shamsiya au wal qamari idha talaha, hujaona lam hapa. Lakini hili hapa ilikuwa ni qamariya. Qamariya lam yake inasomwa wal, isiyo lam tumeisoma. Ingekuwa ni washamsi, hatujasoma wal shamsi, ile ni shamsiya, haijasomwa. Qamariya wal qamari tumeisoma, wal qamari. Alimeka aya nyepesi sababu neno kabisa wal qamari, qamariya, yani zinaendana. Kwa uko ukifikiria tu qamariya na neno qamar liko hapa, ulikuwa na uwezo wa kupata hili wal qamari. And then swali lingine likasema miongoni mwa kanuni ya mim au nun yenye shadda ni nini? Kanuni ya mim na nun ikiwa na shadda: kuvuta kwa haraka mbili, kunungunika kwa haraka mbili, kuvuta na kukaza. Ilikuwa ni kunungunika. Ghunna tulitafsiri maana yake. Maana ya ghunna ni kunungunika, sauti ya n au hiyo ndo sauti ya ghunna, unanungunika. So nun na mim kanuni yake, ukiiona tu popote ina shadda unatakiwa unungunike sheikh. Hata kanuni tulikuwa tunajifunza juzi za idhhar, idgham, tulikuwa tunajifunza kanuni zake. Nun sakin hata ile pia ina hukumu ya kunungunika, tutakutana nazo inshallah. So zenyewe hizi huwa mara nyingi katika Qur'an zina ghani. Unaona mtu ana ghani, anafanya kichwa hivi, anatembea kwa sababu akakutana na nun au mim ina shadda, so ananungunika. Muda gani tunasoma hamzatul wasli kwa fatha? Muda gani? Ile tumelijibu nyuma hapa.
Inapokuwa herufi ya pili ni lam, inapokuwa herufi ya tatu ina dhamma, inapokuwa herufi ya tatu ina kasra au fatha. Hili jibu lake lilikuwa ni A. Inapokuwa herufi ya pili tu ni lam, basi hamzatul wasl utaisoma kwa fatha. Na okay, na swali la mwisho kabisa nadhani ni zipi herufi nzito? Sorry, sio la mwisho hili, nimeruka kitu hapa. Ni zipi herufi za idhhar? Ilikuwa chini huko, nimelisogeza tu. Haina shaka yake. Ni zipi herufi za idhhar? Herufi za idhhar. Herufi za idhhar ni zipi? Herufi za idhhar actually tulisema ni herufi za kooni. Hamza, ha, kha, ain, ghain. Lilikuwa ni C. And then swali la mwisho kabisa lilikuwa ni zipi herufi nzito? Haya mengine tumeshajibu yote. Herufi nzito katika Qur'an ni zipi? Kaweka za kuchagua, lakini ikiwa ulizihifadhi basi ndo umelipata swali hili. Tuliweka sentence kabisa inasema khassu, dhaqtu, qaddu, khasa, dad, ghain, ta, qaf, dha. Zingine unaweza kukuta herufi nzito iko moja, lakini zingine zote sio nzito. Kwa hiyo hakuna herufi nzito huko. Herufi nzito zilikuwa ni hizi ambazo ziko 7 peke yake. Alhamdulillah, na hapo ndo tulifikia mwisho wa mtihani. Allah wabarik wote tuliofanya, watu 125. Ni wengi, alhamdulillah, sio kidogo. Ambao na hao ambao hawajakamilisha pia una uwezo, utafanya tu kujipima tena kama upo darasani na umeshafikia majibu. Hiyo ni challenge, lakini sasa mpaka hapa mtihani tumefika hapa. Actually sitaufunga, ilikuwa tuufunge huu mtihani, lakini hatutoufunga tena sababu ya ubaki nao kwenye simu kwa ajili ya marudio. Ukiwa unahitaji, kwa mtihani bado utakuwa. Ambaye hajafanya basi anaweza pia wakufanya akiwa na nafasi. Alhamdulillah. So kwenye swali, tuje maswali ambayo kama kuna mtu ana swali japo mlikuwa mnauliza muda naongea, hakuna shaka sababu ni masahihisho. Assalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salam brother Nobo Matumbi. Swali la 8 pale lile la katika hamza tuloasiri ilikuwa ni nani? Lam taarifu hiyo kamaria nani? Hii lam taarifu. Yeah, neno hili lina yani ya taarifu. Hii lam inaona ina sukuni au ina kiduara? Hii ina sukuni. Hii mashaallah, shukran sana. Shukran sana. Hii kiduara ndo ambacho kinachanganya mimi hiki. Okay. Unajua katika Qur'an hichi kisukuni kinaitwaje? Kinaitwa psychosukun. Hichi kiduara kinaitwa psychosukun. Yeah. Psychosukun. Kwa sababu nilisikia kwenye kuna baadhi zile arifu zikiwaga zina psycho, zikiwaga zina hizo psycho, si huwa tunaziruka tuzisomi. Sahihi. Pole sana. Shukrani. Afwan, hiyo ni psychosukun, na hii tunaisoma. Tulisema lam shamsia kabisa inakuwa haina irabu yoyote juu. Tajaribu kuangalia hapa katika mashafu ya kawaida. Hii aya nilikopi. Subhanallah. Sijui kwa nini huku. Hii ni Google wao waliweka hii psychosukun, lakini kwenye aya niliokopi ipo sukun kabisa asilia. Ila katika hati za Kiarabu sana huwa inatumika hii psychosukun, sakna ya mduara. That's why imewekwa huku. Lakini hii inasomeka kabisa wal qamari. Na aina nyepesi ambayo tulisema ya kugundua hii, nasema herufi ya mbele yake lam qamaria, herufi ya mbele yake haina shadda. Lakini lam shamsia, herufi ya mbele yake ina shadda. So hiyo ndio ilikuwa alama kubwa. Lakini sio kwamba itakuwa na psychosukun au itakuwa haina. So alama kubwa ilikuwa ni pole sana kwa ambao mmekosa swali hili kwa sababu hiyo. Kweli psychosukun, herufi yoyote unayokuta kwenye Qur'ani na psychosukun, herufi hiyo haisomwi. Okay? Herufi hiyo haisomwi, inarukwa. Lakini hapa ni Google, hii ni hati ya Google. That's why wao wameiweka hii psychosukun. Sakna ile ya kawaida haipo. Wao wanaijua hii.
Afwan sana. Okay. Kama kuna mwingine ana swali labda. Ustaz. Naam. Brother Miraji. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hilo swali la lenye nuni na mimu yenye shadda. Yeah. Hapo naomba unaelekeze kidogo, labda kwa sababu kuna kipindi nilimisi kidogo, nahisi ndio hicho. Sasa hapa nilikuwa nataka mfano kwenye na kutajia sura mbili, alafu utuonyeshe tofauti yake kwenye hii suratul Qadr, hii aya ya kwanza, na suratul Naba aya ya 20. Naam. Suratul Naba ina nini? Ina shadda, ina mim hivyo hivyo au aya ya 20 hiyo. Okay, suratul Qadri na suratul Naba. Okay, kanuni ya mim na nun ikiwa na shadda huwa tu haikazwi, bali inafanya kitu kinaitwa mnunguniko. Kiswahili ni hivi. Kiarabu tunasema ghunna. Hii ni suratul Qadr. You see? Okay, shukran. Suratul Qadr, tufanyie mfano hapa. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mim na nun, hilo tunachokiangalia hapa. Si nimetupa wapi hapa? Nikisema inna ni tofauti na nikikaza ba. Look at this ba hapa, niseme bi'idhni ba na mim. Tufananishe hii, maana mim ina shadda, ba ina shadda. And then utaona tofauti ya ba na mim. Fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Tofauti hapa nini? Ba nimekaza rabbihim, lakini mim nimenungunika, yani imeongezeka. Basi sijasema rabbihim hapana, na ni makosa. Hiyo rabb asili ya shadda, asili ya ba ya shadda ni ba sakna plus ba kasra. Rabbihim. And then asili ya mim ikiwa na shadda ni ghunna, inakuwa ndefu yenyewe. Rabbihim. Sauti yake imekuwa ndefu. Hiyo ni ghunna. Ghunna inatokea wapi? Ghunna inatokea puani. Nikisema biidhni rabbihim, bado itatoka. Ba itatoka. Rabb, maana naitolea kwenye lipsi huko. Rabbihim, lakini mim nikisema rabbihim haitoki, sababu ghunna inatokea puani. Pumzi inakuja inajaa huko puani, haitoki nje. Sasa inatakiwa uiachie pua, usizibe, utaiona ghunna imetoka pale. Ghunna ni sauti ya puani. Rabbihim, hiyo you see ilivyo ndefu, haiweki kwenye shadda, bali inawekwa kwenye nun na mim ikiwa na shadda peke yake, sio herufi nyingine ikiwa na shadda. So tofauti ndogo ni hiyo. Nadhani pia kama Naba unalielekeza itakuwa ni mfano huu. Okay, suratul Naba. Afwan. Aya 20. Okay. 21 hii. Haya. Hapa Inna jahannama. I think umezania hii. Yeah. Inna jahannama kanat mirsada. Okay, niseme nisiweke ghunna, nitasema inna jahannama kanat mirsada. Hapo ndo sijaweka ghunna ambayo haitakiwi. Ghunna kwa haraka mbili, yani sije kawa ni chini ya haraka mbili. Inna jahannama hivyo. Lakini ukisema inna jahannama umekaza, haujaweka ghunna. Lito, hapo mwana to litaghina sahihi. Ukisema lit ni kitu kingine hicho. So ghunna ina stay pale kwa haraka mbili.
inna jahannama. Okay. Yeah, hiyo ndio inaitwa ghunna. Barakallahu fik. Shukran. Kwa hiyo ustadhi, naam, hapa ukiangalia hii hapa inna aina ile alifu ya mbele, kwa itegemeani kwamba hiyo alifu itakuwepo pale kama kule kwenye Suratul Qadr, kama itakuwepo au haitakuwepo, lakini kwa lazima sheria ifuatwe. Ikiwa hakuna, yani ikiwa kuna alif, yani tuangalie alif. Hapa tunachoangalia tu ni kwamba je, ina shadda? Ipo. Ikiwa tuna shadda, basi hiyo kanuni ina apply. Ni shadda tu. Ukizidisha, hizo ni aina za usomaji na unaweza kuzidisha, sio makosa, ila isipungue chini ya haraka mbili. Okay, alhamdulillah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna herufi za idhhar ulituambia ziko 6 na ni herufi za kudhihirisha kwenye koromeo. Sasa kuna herufi ya qaf. Tofauti kati ya herufi za idhhar na ambazo zinadhihirishwa kwenye koromeo na herufi ya qaf, tofauti yake ni ipi? Sababu na qaf na yenyewe nikitamka na hisi kama inatoka kwenye koromeo. Sasa sijaelewa tofauti wake hapa unakuwaje. Sahihi. Na sio qaf tu. Yaani tunapotaja herufi za kwenye koromeo sio kwamba tumezimaliza zote. No. Zipo, lakini hizo tu 6 ndo tumezichukua. Zipo zingine za kwenye koromeo, lakini hizo 6 tu. Tutakuja kusoma kitu kinaitwa makharij. Kuna qaf na kaf, zote zinatoka sehemu ya mwisho huko. Lakini inshallah tutakuja kuzigusia. Ila sio tukisema herufi za kwenye koromeo sio kwamba tumezimaliza zote, bali ni hizo herufi 6 ambazo zote pia zinatoka, ni kundi la ambazo zinatoka kwenye koromeo. Ila zipo pia zingine. So zile ni chache zao. Tukisema za idhhar, herufi 6 za kooni hizi hapo, sio kwamba zimeisha, lakini zile zote 6 kwamba zinatoka huko katika koromeo pia. Okay, brother Ramadan, shukran. Ustazi. Naam. Wanawake na wanaume walofaulu sana kina nani? Mashallah. Waliofaulu zamu hii nadhani sijatuma majibu, ila itakuwa vyema kama tuone majina yao tu hapa leo. Majina ya waliofaulu, Allahu Akbar. Kweli hii ina inspire sana. Just waliofaulu tu. Na ni wanaume. Itakuwa vizuri kama tutawashare. Nadhani ni wote kwa waliofaulu tu majina yao nitayashare hapa ili wengine iwe motisha kwetu. Kuna Mwana Hamisi, Allahu Akbar. Ukhti huyu Mwana Hamisi, tumuombe dua. Let's say Allahumma barik. Just that hiyo inaondoa pia kijicho. Allahumma barik. Huyo ni hakike, amefanya vizuri Mwana Hamisi. And then Sabah, mashallah, ukiona ni 50 ya 50. Ukhti Sabah Majid, barakallah, Allahumma barik. Nuru Muna, wanawake watatu Allahumma barik. And then brother Hamza Said, Allahumma barik. Kwanza huyu. Naam. Wamechungulia. Ni ngumu sana ilikuwa kwenye mtihani huu kufanya hivyo. Wa kiume mmoja, and then mpaka hapa ni wa kike 4. Rehema, ukhti Rehema Mzalau, mashallah. Batuli Musa, wanawake 5 hao. Jamila, ukhti Jamila, wanawake 6. Ukhti Leila, kana anaogopa kuendelea maana sasa na mimi pia ni wa kiume hapa. Wa 7 huyu. Allahumma barik. Ukhti Sada, Allahumma barik. Ukhti Fauzia, wa 8 huyu. Brother Abdi Msangi, wa 2 wanaume, Allahu Akbar. And then Ukhti Ahlam, wangapi huyu? Wa 10. Wa 10, wanawake 10, wanaume tuko 2. Ahlam wa 10, kama kama Allahumma barik. Aisha Ayub, Allahumma barik, wa 11 huyu. Ni hao. Ukitizana kazi jamtaja. Ukhti, ngoja labda ulichelewa kufanya kidogo. Nadhani kwa nimesahau leo, sijaingia katika kuangalia mtihani siku ya leo. Nimemaliza kutia screenshot alfajiri ya leo. Leo sijaingia, ila ngoja niingie sasa hivi hapa ili nikamilishe ratiba ya wote mpaka sasa hivi aliokamilisha. Nadhani tuko 125.
Sitoshare ya wazazi wanaume hujataja. Wanaume tumetaja wawili ndo wamepata 100, lakini nikiendelea huku mko wawili shehe. darasani tuko wengi sana hapa. Tumeishia pale, ngoja tuendelee hapa ya wanawake. Ukhti tayari, subhanallah. Kama ukhti Zena amepata 150 pia nitaiona hapa. Leo sijapita. Amenicheka sana kwa Ukhti Zena amepata 45. Ukhti Kulthum Salum, Allahumma barik. Wa kike huyu wa 12. Ukhti Kulthum, mashallah. Ya, ukhti Zena hapa sioni hapa ukhti Zena. Labda sijui umenifanyia kwenye simu huku au mbona kucheka sana kwa group huyo dada. Allahu akbar. Sijajua. Subhanallah. Hizo ndo 50 ambazo ninazo. Ukhti Zena najaribu kuangalia hata kawaida hapa, kama nikute ulifeli basi nikutaje pia. Zena hajapata 50 hapa. Nistaje tu maksi zake. Ustadi tutaje na tuliofeli pia. Wala sisi wenye hii mpaka tupate makubaliano ya pande zote. Leo tusimamie hapa. Allah wabarik sote, Allahumma amin. Na maksi nataka tuzipate ni zaidi ya 70 ndio kinachohitajika. Kwa kama hata ulipata 25, ulipata 20, jitahidi sasa ujao wewe ndio unatakiwa upate 50 kabisa ili ukamilishe lile. Dhidi ya hapo ina maana wewe unarejea kozi. Wa alaykum salaam ukhti Furjan. Samahani mwalimu, kidogo na ombi, sijui ni ombi au ushauri kwa wanafunzi wenzangu. Naomba kidogo waelewe kwamba katika darasa kuna wanafunzi wa aina tofauti. Sahihi, ewa. Na uelewa wetu pia ni tofauti. Amen. Sasa ombi langu mimi au shauri ni kwamba tujaribu mwalimu anapoanza kufundisha au anapoanza kuelezea kitu, tuvumilie kwanza mwalimu aweze kutuelezea chochote anachotaka kusema mpaka amalize, halafu tena ndio mtu alete swali lake. Tunapoingia swali katikati tunawachanganya wengine. Ni vizuri mtu ajaribu kumaliza, amwache mwalimu aongee, halafu mwalimu atatupa nafasi, lolote mtu alilonalo alilete wakati ule. Sahihi, 100%. Na hilo that's why tumemute mic. Yani hilo mimi naliomba sana, na ni katika protocol na itifaki zingatiwe. Unajua, yani mwalimu akiwa anazungumza itokee tuweka mkono, kama bado hajakuchagua basi andika hapo. Hiyo iko vizuri. Kwa itakuwa vizuri kama tutafata hiyo. Hiyo ni kanuni ya Muislamu, anatakiwa kutumia hiyo kanuni. Yani yeye asitoke nje ya toa. Kwanza atulie tu mpaka akiona vipi basi aandike. Dakika 10 za mwisho zile tutazungumza namna tunavyotaka. Lakini recording inakuwa nzuri ikiwa haijaingiliwa na sauti yoyote. Licha hata ya kwamba hapa darasani recording tu, kwamba inaenda kuwa recording. Sije kama mtu yuko serious anafuatilia alafu anasikia tena maswali yanarudiwa mengine. Okay, inshallah. Tusimamie leo hapa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesho inshallah tutaendelea na kozi kama kawaida. Inshallah next time wa kiume hii inshallah sasa hii tutaona. Ndio tuseme tutaona. Wawili hii na mimi inabidi nipendelee sasa wanaume tujitahidi. Hii ni nguvu kwamba kwenye group lenu kusipoe. Wanawake wallahu kuna muda hadi unaingia kwenye group la wanawake unasema okay, kweli limeshiba mada. So wanaume mimi nadhani nitatia mkazo pia kwenu kule. Sije kawa na share majibu. Sababu wanaume muda mwingi huko hata hatujuani kabisa. That's why tuliweka sheria ya kwamba usitoke kwenye mtihani. Hiyo ilikuwa ni sheria ngumu. Na mtihani pia hata screenshot nadhani ilikuwa huwezi kupiga jibu lake screenshot. Labda wewe umekamilisha. Ilikuwa hivyo. So inshallah nadhani tajitahidi kuweka kabisa marobot mengine
hata kama message itaingia basi ibakie huko juu, isitokee hapa. Sije kama kweli wana share wengi 10 ni nusu robo hii. Alhamdulillah. Inshallah na vitabu pia tutatumiana. Niwatakie Jumanne njema. Inshallah tutakutana kesho Allah akipenda. See you in Jannah. Ma'assalam. Salam. Sijui nani kaniambia hana kitabu. Ngoja niangalie.